Tupo Mwanagwito Mlandizi kutembelea mashamba ambayo kanisa limewekeza maeneo haya. Sasa njoo tuongee na wenyewe ambao ndo waasisi wa mradi huu kabisa mahali hapa. Njoo. Shalom. Shalom. Habari za uzima mama? Njema kabisa. Tupo Mwanagwito. Okay. Unajisikiaje kuwepo hapa? Yaani najisikia furaha sana kwa sababu pamoja na uzee nilionao tangu nimezaliwa ni kwa mara ya kwanza kuwepo Mwanagwito. Okay. Nilitamani nifike. Namshukuru Mungu kwamba nimefika leo. Huu mradi una maana gani kubwa sana kwa kanisa? Kwanza kabla hapo niseme tu kwamba mandhari ya hapa kwanza nimeipenda, ni nzuri sana. Lakini mradi huu kwa kanisa, ninavyofikiri mimi umeshika hatima yetu kama kanisa. Ikiwa tutautendea haki kwa ajili ya kufanyia maendeleo mazuri. Mfano, kuweka vitu ambavyo ni vya kusaidia kijamii, shule, zahanati. Lakini sasa kama Moravian kwa huku, yani mimi natamani sana hata tungeweza kujenga kanisa ambalo sasa tungefanikiwa kufanya hivyo. Tunasema ni kanisa ambalo limezaliwa na ushirika wa Uhuru, kwa sababu mradi huu ni ushirika wa Uhuru. Okay. Ndio. Kuna gepu hapa ambalo mimi naliona binafsi kwa vijana hadi kwa wazee ambao ndo waasisi wa vitu kama hivi. Kuna faida gani au kuna madhara gani kukosekana kwa vijana kwenye safari kama hizi za kutembelea miradi ya kanisa? Madhara ni kubwa kwamba vijana wakikosekana kwenye mradi kama huu na kwa safari nzima hizi za kuangalia jinsi mradi unavyoendelea. Kwa sababu najua vijana ni watu ambao wana nguvu na uwezo wa kufanya kazi. Wakikosa kuwepo, manake sisi wazee tunaposhindwa kwa sababu ya nguvu kupungua, sio kwamba huu mradi utakuwa na nguvu tena, kwa sababu bado hatujawaridhisha vijana. Kwa hiyo ni vizuri sana vijana waingie huku, waone jinsi wazee wanavyofanya, waige na ikiwezekana washike sasa wao kuendeleza huu mradi. Na ndivyo inavyotakiwa kwamba hata wao watakapofika mahali wanapunguza nguvu zao, zikipungua nguvu zao warithishe na wengine wanaowafuata nyuma yao. Pengine waumini wamepoteza imani na fursa au nafasi ambazo kanisa linatoa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa kwa ujumla. Una wito gani kwa kila muumini ambaye unatamani ahusike kwa namna moja au nyingine kuhusika katika hizi fursa na kuliinua kanisa? Ni wito wangu kwa kanisa au waumini ambao tuko nao kwenye ushirika ule. Ni kweli kwamba wakati mwingine wanaona kama yanavyozungumzwa kwamba kuna viwanja vyetu Mwanagwito kama vile ni historia tu, kitu ambacho hakipo. Lakini mimi ni mchungaji ambaye nimefika, nimeshuhudia, nimeona kwamba kuna mashamba yetu huku Mwanagwito. Sasa nina wito kwamba kama inapendeza, ili kuondoa dhana ambayo sio kwa waumini wote, tungepata nafasi. Sasa hivi tuna gari pale. Tuna gari ambalo tunaweza tukapanda, watu wengi wakapanda pale, wenye moyo wa kutaka, kwa nauli za kwao kama vile tulivyofanya kwa safari hii. Tuje na lile gari la kwetu la Efata, tufike huku, watu wajiridhishe kwamba huku kuna kitu gani. Yani wasiseme tu watu kwamba vimeliwa. Labda akina Peter wamepoteza, akina Nazareth wamepoteza. Ili wathibitishe maneno ya akina Nazareth, waje waone. Sasa mimi kama mchungaji kweli nimeona eneo lipo na bahati nzuri sana nimemkuta kijana ambaye yupo. Kanisa lilijenga nyumba, limemweka mtu wa kulinda eneo, yuko na anafanya maendeleo. Nimetamani sana kwa kweli. Anafuga kuku, anafuga bata. Yani yuko vizuri. Yani mimi binafsi nimepapenda. Kwa hiyo nina wito mkubwa sana kwa waumini wote, waje wajione. Yani kila mtu awiwe, ajua kabisa kwamba kuna kitega uchumi chetu
kama ushirika wa Uhuru Mwanabwito aje ajionee. Ndio. Shukrani. Amen. Ujumbe umefika. Karibuni Mwanabwito.